Mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Mbiu ya Heri kinachokujia kutoka Seminari Kuu ya Familia Takatifu Mwendakulima ya Jimbo Katoliki Kahama. Leo tunatafakari juu ya mada ya kina yenye uzito mkubwa katika safari ya maisha ya imani, teolojia ya imani inayojengwa kwa majaribu. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi Frateri Rodrick Mwala wa Jimbo Katoliki Morogoro, mwanafunzi wa masomo ya teolojia katika Seminari Kuu ya Familia Takatifu Mwendakulima. Kabla ya kuanza kipindi chetu cha leo, tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi itageuka. Tuombe. Mungu uliyependa kufundisha nyoyo za waamini wako, ukaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunakuomba tuongozwe na yule Roho, tutende yaliyo mema, tupate daima faraja zako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Katika mada yetu ya leo, tukianza na sehemu ya kwanza, teolojia ya imani inayojengwa kwa majaribu. Mpendwa mfuatiliaji, imani ni moyo wa maisha ya Kikristo. Kwa mujibu wa Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 153, imani ni neema ya Mungu ndani ya mwanadamu inayomwezesha kumjibu Mungu anayejifunua kwake. Lakini imani hii haibaki katika maneno au hisia. Imani hii lazima ijengwe, ikue na ikomazwe katika uhalisia wa maisha. Majaribu ndiyo yanayofanya imani kuwa hai. Mungu hapimi imani yetu kwa maneno tunayosema, bali kwa uaminifu wetu tunapokutana na mateso magumu na upweke. Kama dhahabu inavyopitishwa kwenye moto ili kutakaswa, vivyo hivyo imani hupitishwa kwenye jaribu ili kuondoa unajisi wa mashaka, kiburi na tamaa. Mtakatifu Agustino anasema, majaribu ni kama jua linalochoma, kwa udongo hufanya kuwa mgumu, lakini kwa nta huyeyusha. Hivyo imani inayoishi kwa kweli hulegea kwa upendo mbele ya Mungu, si kwa ugumu wa mioyo yetu. Mpendwa mfuatiliaji, teolojia ya imani inayojengwa kwa majaribu inatufundisha kwamba Mungu hutumia mateso kama chombo cha kutufinyanga tuwe wakamilifu katika imani. Imani isiyojaribiwa ni imani ya maneno tu, lakini imani inayojaribiwa ni imani iliyoimarishwa katika Roho, kama mizizi ya mti inayozama zaidi inapokutana na upepo mkali. Sehemu ya pili, tunaongelea imani inayojengwa kwa majaribu katika maandiko matakatifu. Sehemu hii imegawanyika katika Agano la Kale na Agano Jipya. Katika Agano la Kale tunamuona Abrahamu, imani ya utii na tumaini bila ushahidi. Mpendwa mfuatiliaji, Abrahamu huitwa baba wa imani. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 4 aya ya 11 hadi 12. Kwa sababu aliishi imani kwa matendo, Mungu alimuita aondoke katika nchi yake, akaacha yote aliyoyazoea bila kujua anakokwenda. Alitii kwa imani, si kwa kuona. Rejea waraka kwa Waebrania sura ya 11 aya ya 8. Wakati alipomwagiza kumtoa mwanawe Isaka kama sadaka, Abrahamu hakujadiliana na Mungu. Aliamini kuwa yule Mungu aliyempa mwana katika uzee anaweza pia kumfufua kutoka kwa wafu. Hii ni teolojia ya utii usio na masharti, imani inayosema naam Bwana, hata pale moyo unapoumia.
Kama dhahabu inayotakaswa kwa moto, ndivyo Abrahamu alitakaswa kwa jaribu hilo. Mungu hakutaka damu ya Isaka, bali moyo wa Abrahamu. Kwa imani hiyo Mungu akasema, kwa kuwa umefanya jambo hili, nitakubariki. Mwanzo sura 22 aya 16 hadi 17. Imani ya Abrahamu inatufundisha kwamba wakati Mungu anapotuomba kitu kinachoumiza, mara nyingi anatafuta imani, si matokeo. Jaribu ni jiko la imani, na imani ni dhahabu inayong'aa baada ya moto. Ayubu, imani inayoshikilia tumaini katikati ya maumivu. Mpendwa mfuatiliaji, Ayubu ni kielelezo cha imani isiyovunjika hata katikati ya mateso makali. Alipoteza kila kitu, mali, familia na afya, lakini hakumkufuru Mungu. Alisema, Bwana alinipa, Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Ayubu sura ya 1 aya ya 21. Katika teolojia ya majaribu, Ayubu anatufundisha kuwa Mungu si adui wa mateso yetu, bali mwalimu ndani yake. Kila maumivu tunayopitia ni barua ya Mungu inayoandika somo la imani ndani ya mioyo yetu. Mtakatifu Toma wa Aquino anasema, imani hupata thamani yake zaidi inapokuwa giza limezidi. Ayubu alipoteza kila kitu, lakini hakupoteza tumaini. Kama dhahabu iliyo chini ya moto, hakuyumba. Mwisho wake Mungu akamrudishia maradufu na akamfanya kuwa baraka kwa wengine. Hivyo imani ya Ayubu ni imani inayosema, hata nikijaribiwa bado nitamtegemea Mungu, maana najua mkombozi wangu yuko hai. Rejea Ayubu sura ya 19 aya ya 25. Musa, imani inayoona njia katika bahari. Mpendwa mfuatiliaji, Musa alijaribiwa si mara moja, bali mara nyingi. Wana wa Israeli walimlalamikia, wakakosa imani, lakini Musa alisimama imara akimkumbatia Mungu. Wakati bahari ilikuwa mbele yao na jeshi la Farao liko nyuma, Musa hakuwa na njia ila imani. Akasema, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana. Rejea Kutoka sura ya 14 aya ya 13. Musa anatufundisha kuwa imani halisi huona njia hata pale macho ya kibinadamu hayaoni. Kama vile bahari ilivyogawanyika, vivyo hivyo Mungu hugawa matatizo yetu tukiamini. Imani ya Musa ni imani ya uongozi wa Roho Mtakatifu, imani isiyoegemea mipango ya binadamu, bali nguvu ya Mungu. Katika Agano Jipya tunamuona Petro, imani inayojifunza kupitia udhaifu. Mpendwa mfuatiliaji, Petro ambaye mara nyingi alikuwa na moyo wa haraka, alijaribiwa alipomkana Yesu mara 3. Lakini Yesu alimwangalia kwa macho ya rehema, si hukumu. Baada ya kuanguka, Petro alilia kwa uchungu na akarudishwa tena katika wito wake. Rejea Injili ya Luka sura 22 aya 61 hadi 62. Imani ya Petro ni teolojia ya unyenyekevu, kwamba hata katika kushindwa Mungu anatengeneza nafasi ya ukuaji. Imani haimaanishi kutokukosea, bali kukubali kuinuliwa tena na Mungu. Mtakatifu Toma wa Aquino anafundisha kuwa kujua udhaifu wako ni mwanzo wa hekima ya kweli. Petro alifahamu udhaifu wake, ndipo akawa jiwe imara la kanisa. Mpendwa mfuatiliaji, imani isiyo na udhaifu ni kama chuma kisichopigwa, hakiwezi kuwa imara. Mungu hupiga mioyo yetu kwa nyundo ya mateso
ili tupate umbo la imani safi. Bikira Maria, imani ya kukubali mapenzi ya Mungu. Mpendwa mfuatiliaji, Maria mama wa Yesu ndiye kielelezo cha imani tulivu na thabiti. Aliposikia maneno ya malaika hakuelewa yote, lakini alisema, na iwe kwangu kama ulivyosema. Rejea Luka sura ya 1 aya 38. Imani yake haikuwa ya kuona bali ya kusikia. Alikubali mpango wa Mungu hata pale ambapo moyo wake ulijaa huzuni. Wakati wa msalaba, Maria alisimama kimya, akishuhudia mateso ya mwanawe, imani iliyonyamazisha maumivu kwa matumaini ya ufufuko. Mtakatifu Teresa wa Avila anasema, imani ni kujua kuwa hata kama Mungu ananyamaza, bado yupo. Imani ya Maria ni imani ya ndio katika giza, ndio inayomtoa mwanadamu kutoka hofu hadi utimilifu wa neema. Yesu Kristo, kilele cha imani na utii kamili. Mpendwa mfuatiliaji, Yesu Kristo ndiye mfano kamili wa imani iliyo hai. Alimtegemea Baba kikamilifu wakati wa mateso. Hakukata tamaa, bali alisema, si mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Rejea Luka sura 22 aya 42. Msalaba ni chuo cha imani. Hapo ndipo tunajifunza kwamba imani halisi ni kujitoa kwa Mungu hata pale tunapoumia. Kifo cha Kristo msalabani ni kilele cha imani inayojengwa kwa majaribu, imani ya upendo unaojitoa kwa ajili ya wengine. Kwa imani hiyo, Mungu akamfufua, akithibitisha kwamba mateso si mwisho bali ni daraja la utukufu. Katika sehemu ya 3 tunaongelea imani inayojengwa kwa majaribu katika maisha ya Mkristo. Mpendwa mfuatiliaji, maisha ya Kikristo ni safari ya imani. Kila siku tunapambana na mashaka, maumivu na magumu. Lakini kanisa linatufundisha kwamba majaribu ni sehemu ya safari ya utakaso. Kwani katika majaribu Mkristo anapima upendo wake kwa Mungu na anajifunza kumtegemea zaidi. Mtakatifu Petro anasema, imani yenu ikiwa imejaribiwa ina thamani zaidi kuliko dhahabu ipoteayo. Rejea waraka wa Mtume Petro wa kwanza sura ya 1 aya ya 7. Kwa hiyo Mkristo anapopitia jaribu anatakiwa kuona fursa ya kukua kiimani, si ishara ya kuachwa na Mungu. Kupitia mateso, Mungu anatengeneza imani yenye mizizi, imani isiyobebwa na hisia bali na uaminifu. Mpendwa mfuatiliaji, katika maisha yetu ya kila siku, tunapokuwa watiifu, wavumilivu na waaminifu kwa Mungu katika majaribu, tunakuwa mashahidi wa kweli wa Kristo aliyevumilia hadi kufa. Imani inayojengwa kwa majaribu ndiyo imani ya shujaa wa kiroho, inayozalisha matumaini, unyenyekevu na upendo wa kweli kwa Mungu. Mwisho kabisa, wapendwa katika Kristo, majaribu ni kama jiko la imani. Ndani yake Mungu anatengeneza Wakristo thabiti. Kutoka kwa Abrahamu tunajifunza utii. Kutoka kwa Ayubu tunajifunza saburi. Kutoka kwa Petro tunajifunza toba. Na kutoka kwa Yesu Kristo tunajifunza kujitoa kwa mapenzi ya Baba. Imani inayojengwa kwa majaribu ni imani inayofikia utimilifu wa upendo. Hivyo basi, tuombe kama mitume walivyosema, Bwana tuongezee imani. Luka sura ya 17 aya ya 5. Tumuombe Mungu atujalie moyo wa kustahimili majaribu yetu
kwa imani thabiti, tukijua kwamba yeye anayeanza kazi njema ndani yetu ataikamilisha hadi siku ya Kristo Yesu. Rejea Wafilipi sura ya 1 aya ya 6 hadi ya 7. Na hapa ndipo tamati ya kipindi chetu cha Mbiu ya Heri kilichokuwa kinaangazia teolojia ya imani inayojengwa kwa majaribu. Ni mimi Frateli Rodrick Mwala wa Jimbo Katoliki Morogoro, ninayesoma masomo ya teolojia katika Seminari Kuu ya Familia Takatifu Mwendakulima, Jimbo Katoliki Kahama. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Takatifu. Amina.